Mji wa Githunguri ulikuwa kilele cha ziara ya siku 5 ya Rais William Ruto katika eneo la Mlimani, ikiashiria maeneo bunge 22 kuwa wenyeji wa mkuu wa nchi katika kaunti 9. Na ikiwa ni mojawapo ya maeneo bunge mawili pekee kati ya 22 yaliyotembelewa ambayo mbunge wake haimbi wimbo wa rais, hali ya wasiwasi ilitanda tangu jana jioni wakati kundi la wenyeji walipoimba nyimbo za kumpinga William Ruto kote mjini, wakiongozwa na mbunge wao Gathoni wa Mushoma. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja ambaye amekuwa kwenye ziara hiyo ya siku 5 amerejea Nairobi, anaarifu. Jumamosi na wa Mushomba aliripotiwa kuitwa na DCI kabla ya ziara ya rais. Lakini hilo halikumzuia Ruto kutoka katika harakati zake. Wangwana wa Githunguri ya mjambo. Githunguri Moriega. Katika hotuba yake huko Githunguri, aliwataka viongozi waepuke siasa za migawanyiko na kuzingatia utoaji wa huduma. Hasa viongozi wa hapa, mimi nataka niwaulize kwa heshima. Tuache mambo ya kupigana. Tuache kupiganisha wananchi. Tuache kushindana. Hawa wananchi si wajinga. Wanajua nani anafanya kazi, nani hafanyi kazi. Wito wa Ruto ukiangukia moja kwa moja kwa uongozi wa kaunti ya Kiambu, ambayo kwa zaidi ya mwaka mmoja imeshuhudia tofauti kati ya gavana Kimani Wamatangi na baadhi ya wabunge. Kiambu, hakuna fitina, hakuna vita upande wa kwetu. Tutawaomba viongozi wengine kubalini tushirikiane watu wa Kiambu wafaidike. Ama namna ni jameni. Mwakilishi wa wanawake wa Kiambu Anne Wamuratha akikabiliwa na kukataliwa mbele ya rais. Sasa nyinyi nani aliwafundisha kupigia watu makelele? Basi makelele sasa itoshe hapo. Sasa sio wakati wa siasa. Sasa ni wakati wa maendeleo. Ndio umesikia rais amekuja hapa, maneno ya soko, stima, barabara, maji na mali yao mengine. Hapo awali, rais alisimamia miradi ya maendeleo katika maeneo bunge ya Nyeri mjini na Othaya katika kaunti ya Nyeri, ambapo alipigia debe rekodi ya maendeleo ambayo anaamini itamsaidia kuhudumu kwa muhula wa pili katika ikulu. Si mimi mliniambia nipange mambo ya elimu. Si nimeajiri walimu 76,000. Si mliniambia nipange mambo ya kilimo. Bei ya mbolea si imeteremka kutoka 7,000 mpaka 2,500. Si kahawa ndio hiyo inalipa zaidi. Si chai ndio hiyo inalipa zaidi. Si maziwa tuko na minimum return. Si mliniambia nipange ajira hawa vijana. Si manyumba ndio hii inaendelea. Si vijana wanafanya kazi. Si mliniambia nipange masoko. Si masoko mimi najenga Kenya hii. Si mliniambia nipange barabara. Si barabara mimi najenga pande hii. Si mtihani mimi nangojea 2027. Urudi tena. Sasa tunaweka tick, imebaki 45 times, ukuje na utuletee maendeleo. Baada ya Nyeri, rais pia alitua eneo bunge la Lari. Rais William Ruto anapokamilisha ziara yake ya siku 5 ya eneo la Mlima Kenya, ameonyesha ujasiri wa kisiasa katika kuingia katika maeneo ambayo wengi walisema yamemtoka. Hata hivyo, japo idadi ya watu ambao wamehudhuria mikutano yake imekuwa kubwa, mtihani kamili upo miaka 2 kuanzia sasa, wakati ambapo uchaguzi utakuwa ukifanyika. Ibrahim Karanja, NTV kutoka Githunguri, kaunti ya Kiambu.